Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, swala la haki huenda ikachelewa kwa muda, ila kuna kipindi na wakati ambapo itaweza kupatikana. Haijalishi ni muda gani, ila haki itaweza kupatikana. Hivyo basi, mtazamaji wangu, leo hii ni habari njema kwa wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema kwa ujumla, pamoja na baadhi ya idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, mtazamaji wangu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, kwa mujibu wa kile ambacho kimeweza kuchapishwa na Twaha Mwaipaya, ameweza kuzungumzia kile ambacho kimefurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, ya kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania Masajid ndogo ya Dar es Salaam imeweza kutupilia mbali pingamizi lililokuwa limeweza kutolewa na Said Isa Mohamed na wenzake kupinga Lissu kuunganisha katika kesi ya mgawanyo wa mali inayozidi kumkabidhi katibu mkuu wa chama Chadema pamoja na bondi ya wadhamini. Uamuzi huu umeweza kutolewa na Jaji Hamidu Mgawa ama Mwanga leo mchana tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 baada ya kutupiliwa mbali kwa mapingamizi mawili yaliyokuwa yameweza kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu. Kesi ya Mheshimiwa Lissu itatarajiwa rasmi kuendelea Ijumaa saa 3 asubuhi mbele ya Jaji Hamidu Mgawa. Mtazamaji wangu, ni jambo la kufurahisha mno tukiweza kushuhudia ushindi wa aina hii unaozidi kupatwa naye Mheshimiwa Lissu. Ila ningependa utizame kipande hiki cha video ambacho kinazidi kumonyesha Mheshimiwa Lissu akiwa na tabasamu ambayo wengi wamekuwa wakisubiri kwa muda kuanzia kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa na tabasamu kubwa, tabasamu ambayo imeweza kufurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Hii hapa, mtazamaji wangu, ndiyo inayozidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Lissu ni kiongozi ambaye anafahamu mipaka anayotakiwa kuivuka na ile ambayo hatakiwi kuivuka. Na naamini hivi sasa baada ya ushindi huu ambao Mheshimiwa Lissu ameweza kuupata, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ndipo ambapo wameweza kufahamu kipi anachozidi kukifanya Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu hangependa kufuatia njia ya mkato kwa uhuru wake, bali angependa aweze kufuatia haki ama kutumia mawakili wake aweze kupata haki na ushindi halali, ndipo ambapo hataweza kutumika kufanya hata maridhiano. Mtazamaji wangu, uongozi ulioko madarakani hivi sasa huenda kaweza kulazimika kumwachia Mheshimiwa Lissu kutokana na hali tata iliyoko katika taifa la Tanzania, na ndipo ambapo wataweza kumtumia Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ajili ya kutuliza hali iliyoko ama kurejesha hali tulivu na hali ya usawa. Mheshimiwa Lissu analifahamu hilo, na ndipo ambapo kuna muda na wakati ambapo Mheshimiwa John Heche aliweza kujitokeza hadharani na kudai kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba kwa njia moja ama nyingine angependa kweli aweze kujumuika na idadi kubwa ya mashabiki wake binafsi na wale wa chama Chadema, ila angependa kutumia njia ya mkato, kwani iwapo ataweza kutumia njia ya mkato huenda akaweza kupewa kiasi kikubwa cha fedha ili akiweza kutoka aweze kunyamaza kimya na kutozungumzia yale yanayozidi kutokea katika taifa la Tanzania chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia huenda angeweza kulazimika kutoka katika njia za mkato, mwisho siku angeweza kutimuliwa na kutolewa katika taifa la Tanzania na kuenda hata kama ni taifa la Kenya kama awali alivyokuwa ameweza kufanya. Pia mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine
Kama Mheshimiwa Lissu angeweza kufuata njia za mkato, huenda angeweza kulazimika kipindi na wakati ambapo ataweza kutoka aweze kufanya maridhiano na uongozi ulioko madarakani. Hii hapa ni sawa na handshake ambayo itaweza kuonyesha wazi kwamba yote yaliyoweza kujiri katika muda wa nyuma katika maandamano ama katika uchaguzi uliofanyika yaweze kusaulika na mambo yaweze kuwa shwari na kila kitu kiweze kusaulika na mambo yaweze kuanza upya, ambapo hatua hii mtazamaji wangu ingeweza kuumiza mamilioni ya Watanzania ambao wapo na jeraha na kuumizwa na kile kilichoweza kukumba maelfu ya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia, baadhi yao kupoteza uwezo ama kupata jeraha na kovu za kudumu milele. Mtazamaji wangu, sasa hii hapa ndiyo ambapo inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo ushirikiano wa viongozi wakuu wa chama cha Chadema pamoja na mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu yeye binafsi wanafahamu ni kipi ambacho anazidi kukifanya, ndipo ambapo mwisho siku waweze kuwa katika njia sahihi, ushindi wa halali uweze kupatikana, wale walioweza kumfunga ama kumshtaki Mheshimiwa Lissu waweze kuaibika. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kupata ushindi wake wa moja kwa moja hadharani, mtazamaji wangu, amini usiamini, kila mtu ataweza kuwa nyuma ya Mheshimiwa Lissu kutokana na kipindi hiki kigumu ambacho ameweza kukipata. Mwisho siku kutakuwa na mwangaza ambao ni Mheshimiwa Lissu kukomboa taifa la Tanzania liweze kuwa katika mikono salama, mabadiliko yanayozidi kupendekezwa na wananchi na baadhi ya viongozi wa vyama tofauti vya kisiasa nchini Tanzania iweze kukamilika, jambo ambalo viongozi walioko madarakani hivi sasa wanazidi kukatana, hawapo tayari kufanya hivyo, ila kupitia Mheshimiwa Tundu Lissu na hatua hizi anazozidi kuzipiga siku baada ya siku, mtazamaji wangu, inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu yupo katika nafasi nzuri na bora kuandika historia kubwa katika siasa za nchini Tanzania. Na mtazamaji wangu, naamini hata wewe hapo nakubaliana nami, iwapo leo hii Mheshimiwa Lissu ataweza kushinda kesi hii, wewe hapo moja kwa moja utaweza kumfurahia na hata kumwamini Mheshimiwa Lissu, kwani atakuwa hajaweza kupitia njia rahisi kufikia mahali ambapo atakuwa ameweza kufikia. Sote sio wageni kwa kile kilichokumbaga Mheshimiwa Lissu hadi leo hii kulazimika kusalia na risasi katika mgongo ama katika mwili wake. Hivyo basi mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kufurahisha tukiendelea kusubiri hiyo Ijumaa mida ya saa 3 asubuhi Mheshimiwa Lissu kufikishwa katika mahakama kuu, kesi iendelee kusikizwa, ila leo hii ameweza kupata ushindi. Hivyo basi ni habari njema kwa wengi. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.